السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. إخوة الإيمان والإسلام، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخوة الإيمان والإسلام, ikiwa tumekutana katika sehemu ambayo kwamba ni tukufu, sehemu ambayo kwamba ni bora, sehemu ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwa ni sehemu ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kuipenda kuliko sehemu zote, basi katika neema kama hii ambayo kwamba tumeipata kubwa, kwa uchache tunafaa tuwe wenye kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kwa uchache ni kusema alhamdulillah, na kwa wingi ni kutumia neema kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala asema: la in shakartum la azidannakum, tukimshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala atatuzidishia neema zote ambazo kwamba ametupatia, neema za kuja msikitini, neema za kuja karibu na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutuzidishia neema kama hizi. Kwa hivyo kwa imani ya Uislamu, tuweni pamoja katika maudhui ambao kwamba nimepatiwa kuzungumzia ihtiramu al-muallim, namna ya kumheshimu mwalimu. Mwalimu ni nani? Mwalimu ni mtu ambaye kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemchagua lihidayati nnasi ilayhi, aje kuwa ni mwenye kuongoza watu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwalimu kama huyo awe ni mwenye kuwapeleka watu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwalimu kama huyu awe ni sababu ya kupatikana amani katika ulimwengu kama humu. Ndio al-ustadhu al-ruhi. Mwalimu ni baba wa roho. Kivipi mwalimu ni baba wa roho? Ukiangalia masala mujtamaa namna ulivyoharibika, wavutaji bangi wamejaa katika mitaa kama hiyo, watu ambao kwamba majangili hawasikii wako mitaani. Kitu gani kilichowapelekea kuingia katika mitaa kama ile? Kitu gani kilichowapelekea kuwa ni wenye kuvuta mabangi? Kitu gani kilichowapelekea kuwa ni watu ambao kwamba ni wenye kufanya makosa, kushika mtu shingo? Bila shaka kitu ni kimoja peke yake, walikosa baba ambaye kwamba ni wa roho, baba ambaye kwamba atazilea roho zao vizuri. Walimkosa, ndipo walipomkosa wakawa ni wenye kuingia katika mashaka kama haya. Kwa hivyo sisi walimu kama hawa tumewapata, walillahi alhamdu, tunafaa tuwe ni wenye kuwaheshimu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu asema katika maneno yake kuwa ana abdun liman allamani harfan wahida. Asema kwa mimi Ali bin Abi Talib ambaye kwamba ni khalifa wa 4 baada ya Sayyidina Abi Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, akaja khalifa akawa ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, ambaye kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia ana madinatul ilmi, wa mimi mtume ni mji wa elimu, na Ali ndio mlango wa kuingia katika elimu kama hiyo. Sasa Imam Ali atuambia katika maneno yake, ana abdun liman allamani harfan wahida,
Asema mimi ni mtumwa kwa mtu ambaye kwamba atanifundisha mimi harufu moja peke yake. Akakaa siku akaja akaniambia soma alif au be, asema mimi nitakuwa ni mtumwa wake. Inshaa baani, akitaka ataniuza na akitaka atanifanya chochote ambacho kwamba yeye ni mwenye kukitaka. Harufu moja peke yake. Asema wote ambaye kwamba atanifundisha harufu moja, alif ba ta, asema harufu moja kama hii, yeyote ambaye kwamba atanifundisha harufu moja kama hiyo, mimi ni mtumwa wake. Akitaka kwenda kunipeleka sokoni aniuze ni sawa, akitaka kunifanya chochote anitumishe namna anavyotaka yeye ni sawa, nitakuwa ni mwenye kumfanyia vitu kama hivyo. Angalia ihtirama ambayo kwamba alikuwa nayo kwa masahaba wenzake, ihtirama ambayo kwamba alikuwa nayo kwa mwalimu wake. Kwa hivyo heshima kama hizi tunafaa na sisi tujiunge, tujijenge, tuwe na heshima, mfano wa heshima kama hizi. Leo ni wangapi ambao kwamba mtu ataitwa na mwalimu hamsikilizi? Wangapi ambao kwamba atatumwa na mwalimu hawatamsikiliza, hawatafanya? Ni wangapi miongoni mwetu ambao kwamba nazo akhlaqi kama hizi ambazo kwamba ni dhamima, tabia ambazo kwamba ni mbovu? Vipi leo mtu asiwe ni mwenye kumsikiliza mwalimu wake? Mwalimu msemo gani ambao kwamba anataka kukupeleka wewe? Mwalimu hataki wewe uvute bangi, mwalimu hataki wewe uwe jambazi, mwalimu hataki wewe uende ukaingie motoni. Kitu kikubwa ambacho kwamba anakifanya mwalimu kama huyu, kukushika mkono, kukupeleka katika janna ya Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hakuna cha ziada. Anachotaka uheshimu wazazi, anachotaka ukaingie katika pepo, anachotaka uheshimu Muislamu na usiokuwa Muislamu, anachotaka utoe sadaka, anachotaka usome, hakuna ziada. Sasa je, kwa nini leo tunakuwa ni wenye kuwavunjia heshima walimu kama hawa? Kwa hivyo tukisikia mifano kama hii ya salafu na swaleh ambao kwamba walipita, tunafaa tujijengee katika mifumo kama hiyo. Tumeangalia Imam Shafi'i na Imam Malik. Imam Shafi'i ni mwanafunzi wa Imam Malik. Siku moja kulikuja kadhia yenyewe, kuna mama alikuja akamwambia Imam Malik, "Abia Imam, ewe Imam, mume wangu ameniambia mimi kama si mzuri kuliko mwezi basi ashaniacha. Mimi si mke wake tena." Yule mwanamke akawa na huzuni, anafuata watu kuuliza, "Andaye bwana, wewe unaweza kuwa mzuri kama mwezi bwana? Haiwezekani, wewe si mzuri kama mwezi." Basi mwanamke akawa na majonzi, akamfuata Imam Malik. Akifika kwa Imam Malik akamwelezea ile kadhia. Imam Malik akamwambia, "Bwana, kisha wewe talaka tayari ishapita na huna nafasi tena kwake." Basi yule mama alitoka mlangoni akakutana na Imam Shafi'i, kwamba mwalimu wake ametoa kadhia kuwa yeye ameashika kwa sababu yeye si mzuri kama mwezi. Sasa alipotoka yule mwanamke akifika kwa Imam Shafi'i akamwambia, "Nisemaje mwalimu wangu?" Akamwambia Imam Malik, "Kitu ambacho kama ameniambia kwa talaka imepita na wewe si mke wangu, mimi si mke wako tena." Imam Malik Imam Shafi'i akamwambia, "La, Imam Malik mwalimu wangu, lakini amekosea katika hukumu aliyoitoa. Rudi kwa Imam Malik mwambie, uonaje katika neno ambalo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Mola sema hakika tulimuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora zaidi. Nenda kamwambia Imam Malik. Basi mwanamke akatoka akaenda kwa Imam Malik. Ambiwa, "Semaje katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim?" Unaje katika aya kama hii? Pale baada Imam Malik akasema kwa nimekosea na Imam Shafi'i mwanafunzi wangu amepatia. Tangu kwa hapa, baada ya maneno kama haya, Imam Malik ambaye kwamba ni mwalimu wa Imam Shafi'i akasema, "Man arada ilman nafis", yote
ambaye kwamba atake elimu ambayo kwamba ni nafisi, ni expensive, elimu ambayo kwamba ni bora, elimu ambayo kwamba ina manufaa, elimu ambayo kwamba ni ya juu, asema fa alayhi bi Muhammad ibn Idris. Basi mtu kama huyo ajilazimishe na Imamu Ash-Shafi'i, jina lake ni Muhammad ibn Idris. Basi baada ya kuzungumza maneno kama haya akaandika katika kiti chake. Al-Imamu Shafi'i akija akaona maneno kama haya akashika na akaongeza bidii yake akasema, bibi kaifa la yakunu dhalika wa huwa tilmidhu Malik, vipi asiwe mwanafunzi ambaye kwamba ni mzuri na yeye mwanafunzi wa Al-Imamu Malik? Bila namna alivyorejesha Al-Imamu Malik apelekea mwanafunzi wake kwa ndio kwamba na elimu ambayo kwamba ni iko expensive zaidi, lakini alipelekwa Al-Imamu Shafi'i na anarejesha kwa Al-Imamu Malik. Kama bibi asiwe na elimu kama hiyo na yeye mwalimu wake ni Al-Imamu Malik, kwa lazima tuwe na heshima kama hizi. Tujue kwa walimu wetu hawa ndio ambao kwamba ni walezi wa roho zetu. Walimu wetu kama hawa ndio ambao kwamba ni njia ya kuokoka kwetu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lau tutakosa walimu kama hawa, hatuna mahali tutakwenda. Lau utaamua kujisomea mwenyewe, hakuna mahali utapenda, satadhillu, utapotea tu. Lakini ukiwa na mwalimu ambaye kwamba ni murshid, murabbi, atakayekuelekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa ni mtu ambaye kwamba ni wa maana na utakuwa ni mtu ambaye kwamba ni wa juu zaidi. Al-Imamu Shafi'i katika maneno yake asema kuhusu masala ya ilmu ikimchanganya na mwalimu ndani yake, asema ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin, asema jua nakutana baadhi wa la tanalu al-ilma, huwezi kupata elimu illa bi sittatin, isipokuwa kwa mambo sita. Asema saumbika bimajmu'iha bibayani, asema nitakupatia habari wewe kwa mambo sita kama hayo kwa ubainifu. Akasema dhakaun, kwanza mtu lazima awe mwerevu, wa hirsun, mtu awe na pupa, wasibarun, mtu awe na subra kwa mwalimu wake, kila anachosomeshwa lazima awe na subra nacho. Mwalimu atambana atamfanyia hivi, lakini lazima awe na subra. Wa bulghatun, apate tonge ambao kwamba yuqimna subahu, apate tonge ambao kwamba itasimamisha mgongo wake, apate kula tonge mbili, ashukuru Mwenyezi Mungu, awe mwenye kuendelea na masomo yake. Wa irshadu ustadi, vile vile apate mwongozo wa mwalimu wa tulu zamani, na muda huu ni mwenye kurefuka. Wa irshadu ustadi, na upate mwongozo wa mwalimu. Tage kwa katika mwongozo wa mwalimu. Baada ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam kuulizwa nani ambaye kwamba ni mjuzi zaidi katika mgongo wa ardhi, Nabii Musa alayhi salatu wassalam kwa kuwa alijiona kuwa yeye ni nabii anateremshiwa wahi, akaona kuwa hakuna ambaye kwamba ana elimu zaidi kuliko Nabii Musa alayhi salatu wassalam, akawa ni mwenye kujibu kwa mtu ambaye kwamba ni mwenye elimu, ni mjuzi zaidi katika ardhi kama hii ni mimi. Basi fa'atabahu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamlaumu, kumwambia la, hapana, kuna mja ambaye kwamba ana elimu kuliko, mja ambaye kwamba atainahu min ladunna, tumempatia kutoka kwetu sisi elimu, nenda kamtafute mja kama huyo. Nabii Musa alayhi salatu wassalam akatoka na wanafunzi wake, wakawa ni wenye kumzengea au kumtafuta mwalimu kama huyo. Wakaenda wakampata mwalimu kama huyo. Baada ya kumpata, irshadu ustadi inakuja, mwongozo wa kuja. Khidr anamwambia Nabii Musa, wewe umekuja unataka kusoma kwangu, lakini la tastatia ma'iya sabra, huwezi kuwa na subra ya Musa. Mimi ni mtu ambaye kwamba nina elimu yangu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Elimu yangu si elimu kama yako ambayo kwamba unaijua. Hii ni elimu ambayo kwamba kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ninapokuona wewe Musa, la tastatia ma'iya sabra, mwalimu ampatia mwongozo kwa hiyo huwezi kuwa na subra. Nabii Musa amwambia, satajiduni insha Allahu sabira, Musa atanipata mimi ni mwenye kusubiria zaidi katika mambo ambayo kwamba unaniambia.
kila mwongozo ambao utanipatia nitakuwa na subra nao. Mwalimu ambaye mwanafunzi huwezi kuwa na subra katika elimu kama hii, naweza kumwambia tu wamekwenda na Nabii Musa alayhi salatu wassalam, wafika mahali wataka kuvuka, akifika sehemu kamili akapatwa lifti katika jahazi, wamepanda jahazi, afika mbele na Nabii Musa akaichukua jahazi kama lile. Baada ya kuchukua mzee, kuna mambo gani bwana? Tumepatwa lifti katika boti na watu, kisha hiyo boti kama ile ambayo kwamba tumepatwa lifti, unakuwa ni mwenye kulichoboa. Mambo gani wafanye? Ibrahim alikwambia bana, uwe na subra na usiulize kitu chochote, kuwa na subra, utapata elimu ambayo kwamba ni kubwa. Basi Nabii Musa akamwambia tamamu, tarudi nyuma na nitakuwa na subra. Akamwambia tuendelee na safari, akachukua jahazi akavuka. Akifika mbele kule Nabii Musa alimkuta kijana, akamshika Khidr, akamshika shika akamua. Bwana, tumeokoka katika bahari, haukutosheka na bahari, ule alipotuwe sote imeshindikana, tumevuka bahari, umemua kijana mmoja, mambo gani wafanye? Ambaye sinikwambia na subra kwa nikwambia uwe na subra. Basi Nabii Musa akamwambia sawa, basi nitakuwa na subra. Endelea na safari. Wameendelea na safari, wafika mbele kwa kuwa wanasikia njaa kweli kweli. Nabii Musa akamwambia Khidr, hapa lazima tuombe chakula. Akaenda akaomba chakula, akakatazwa. Gonga nyumba kadhaa, akakatazwa. Kufika mbele akakuta kuna nyumba, kuna ukuta ambao kwamba ataka kuanguka. Wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Basi Khidr alimwambia Musa, bana, tusimamisha ule ukuta usianguke. Musa muuliza, chakula ametukataza, maji ametukataza, kisha tuwajengea ukuta hao watu kama hao, hatuwezi fanya kitu kama hicho. Ambia wewe, mimi si mwalimu wako, si nilikwambia uwe subra, si nilikwambia ukubaliane na matokeo ambayo kwamba utayapata njiani, kuwa na subra, na baada ya hapa sitaki kufuatana na wewe. Basi baada ya hapo mwalimu akampatia mwongozo wa wanafunzi, akamwambia kwa yote ambayo kwamba aliyofanya ni elimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nilipotoboa jahazi, kulikuwa na Malik mfalme. Yule mfalme alikuwa kazi yake akiona boti ambazo kwamba ni nzuri akizichukua, lakini akiona kuwa ni boti ambazo kwamba haina yoyote, ni ila dogo, alikuwa akiziacha, kwa maana akichukua ili asiibe. Asema yule kijana ambaye kwamba nilimuua kwa nje, kijana ambaye kwamba wazazi wake walikuwa ni wazazi ambao kwamba ni wema. Nasema wazazi kama hao baada ya kuwa ni wema, nilikuwa na elimu na kujua kuwa huyu kijana ni mwovu na atapelekea wazazi wake kwenda motoni. Asema elimu yake ikanikataza kumwacha kijana apeleke wazazi motoni. Asema walipoona hili ikabidi muue ili wazazi wasiingie motoni. Akapenda ule ukuta bana, pale chini kulikuwa na mali ambazo kwamba ni za mayatima wawili. Kwa hiyo ule ukuta ulikuwa umewekwa ni alama kwa wajue kwa mali zao ziko sehemu kama hiyo. Ndio lao ule ukuta ungeanguka, wangesumbuka sana kutafuta mali zao, lakini tulipoelewa ukuta kama ule, wakajua sehemu yao ya mali ambazo kwamba zimewekwa. Kwa hiyo wewe Musa huwezi kuwa na subra na mimi kutafuta elimu kutoka kwa wewe, kila mtu ashike njia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwenye kutamani akasema, rahimallahu Musa, Mwenyezi Mungu amrahamu Musa, leo angelikuwa na subra katika safari kama ile pamoja na mwalimu wake, tungepata elimu ambayo kwamba ni nyingi, tungefaidika na mambo ambayo kwamba ni mengi. Kwa hivyo ndugu zangu wapenzi, ndugu zangu ambao kwamba ni Waislamu wenzangu, mimi wenzangu, walimu ni kitu ambacho kwamba ni cha thamani sana. Walimu ni kitu ambacho kwamba ni cha thamani sana. Tosha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa al-ulamau warathatul anbiya. Wanazuoni ambao kwamba mnaona mashaikh ni mawarithi ya Mtume. Kiumbe gani utapata bora zaidi ya Mtume wewe? Hakuna isipokuwa wanazuoni. Wamustadhi waliokaa hapa hawakukosa kazi, kuja hapa kukaa
wanaandalia mambo kama haya, hakukosa kazi. Kila mtu ana kazi yake, kuna Ustadh Juma, kuna Ustadh Ali, Ustadh Hassan na maustadhi wengine wote, kila mtu ana kazi yake. Lakini kwa nini waje sehemu kama hii kuja kuongoza nini? Kwa hivyo jambo ambalo kwamba linapatikana kwetu sisi kama wanafunzi, tuwe na ihtiramu kwao, tuheshimu haya ya ihtiramu, upewa kuheshimu. Wamekwambia fanya kitu kadhaa, mheshimu. Mbona walimu wa shule wanaheshimu? Ukifikia mwalimu wa madrasa mdharau, kwa nini? Shule unaambiwa saa kadhaa ingia, shule unaingia. Mbona madrasa hujitemi kama hiyo? Mbona shule ukienda nguo zako hazipiga pasi, madrasa ukija nguo zimekujika? Mbona ukienda shule ukija madrasa huogi? Mbona shule unarauka saa 11 unaenda shule? Mbona madrasa unakuja saa 2 saa 3? Vitabu vyako ukienda shule vote vimetiwa kava ambazo kwamba za thamani. Mbona mswafu wako umekatika katika? Mbona unakuja madrasa kwa haya ambayo kwamba si nzuri? Hiyo ni qillatul ihtirami ma'al muallimin. Hii inaonyesha kuwa ni uchache wa heshima kwa walimu, kwa sababu haiwezekani kwa shule unaenda kwa haya ambayo kwamba ni nzuri, lakini ikifikia madrasa unakuja na haya ambayo kwamba ni mbaya. Hii bila shaka inaonyesha kuwa bado tuko nyuma na kuwadharau, tuko nyuma na tunaendelea kuwadharau walimu kama hao. Kwa inshallah taala walimu kama hawa wawe ndio kipaumbele kwetu, hasa walimu wa madrasa. Walimu wa shule watafundisha namna ya kuishi duniani kupata pesa, lakini mwalimu wa akhira atakufundisha namna ya kuishi vizuri duniani na namna gani kutoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile kwamba tunaiona itaisha. Ala inna dunya ka ahlami na'imin wama khayru 'aishin la yakunu bidaimin falamma idha marita bi nafsi ladhatan fa afnaytaha fa hal anta illa ka halimin. Lazima ufikirie mambo kama haya. Wewe dunia leo uko, lakini siku 2-3 utaondoka. Kitu gani ambacho kwamba umekibeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? لو كانت الدنيا تعدل عند الله أو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا يكون من الله سبحانه وتعالى كوينا قيمة، بس الله سبحانه وتعالى سيجبتها حتى كافر موجة توني لماجي يكون وزاني سوا na nzi mbu anatamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuwe na heshima na walimu zetu, tujue kwa hawa ndio mawarithi wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, waliobakia ni wao. Kwa hivyo unapomwona mwalimu muone kwa sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakupatiwa mali bali walipatiwa elimu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hapo inshallah taala natumia, ikiwa nimepatia basi kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nimekosea basi ni udhaifu wangu na uvivu wangu, kutopenda kusoma na kutopenda kutwalii. Inshallah taala mtanisana inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Haya, kuna mtu ako na maswali kwa ustadhi? Kuna mtu ameandika? Kuna mtu ako na swali upande hii jana? Kuna mtu amekoma na swali kwa Kiswahili labda kidogo ni kigumu. Maana ilitokea mushkila ya mwaka juzi. Kwa kadhalika kisomesha baadhi ya watoto pale, ila mbele Kiswahili chako kigumu sikielewi. Nikashangaa Kiswahili gani ambacho kwamba kinatumika. Kwa labda kidogo Kiswahili ni kigumu. Ni kuna mwenye swali yote? Al-Misali unataka uliza. Simama uliza. Simama.
Hiyo ndogo ndo kubwa. Bismillah. Swali yake anasema, haujawaambia jina lako. Na nilishawaambia wewe. Hajashika jina. Na mrefu Abdulmalik K. Malik kutoka Malindi na Mudiri. Ni mara za bodi Mudiri na wanafunzi takriban 42. Abdulmalik ndio jina lake kutoka Malindi. Sema Nabii Musa alayhi salatu wassalam ndio alikuwa na sura. Ni Khidr alayhi salatu wassalam ndiye angemfunza vitu vingi, sio? Baba alipata mambo mengi. Ukiangalia ile ya Mungu aliyosafiri Nabii Musa na Khidr, inamaanisha kitu cha kwanza kwa kuna elimu ambayo kwamba ni muktasab. Elimu ambayo kwamba muktasab ni elimu ambayo kwamba tunaisoma. Unakuja madrasa unasoma elimu muktasab. Kisha kuna elimu ambayo kwamba min ladunna, elimu min ladunna au elimu laduni, ni elimu ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala yuhibuhu ala man yasha. Mola Subhanahu wa Ta'ala mpatia anataka. Umefahamu? Kwa hiyo utakuwa kwa elimu ziko sampuli mbili. Kuna muktasab na laduni. Laduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia mtu bila ya kuitafuta elimu kama hii. Mtu anaamka tu mashallah anajua vitu, kichwa chake kiko vizuri. Ndio angesoma mambo mengi sana. Umefahamiana? Itoshe tu kwa alijua kule kijana kwa wazazi wake mbeleni watakuwa ni wenye kutiwa motoni lao kijana angelikuwa mkubwa. Umefahamiana vizuri sio? Mwingine wa kusali isali makuri ukiwauliza moja na walikusoma mwalimu amekamba ni Mungu na yeye afanye kuchukua elimu kwa mwalimu amekamba ni mwovu. Tudhani je, yafaa kuchukua elimu kwa mwalimu amekamba ni mwovu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na swali lilikuwa kwamba yeye yafaa kuchukua elimu kwa mwalimu ambaye kwamba ni uovu wa mwalimu ni nini? Kama labda pengine uovu wake ni nini mwalimu huyo? Ni swali zuri ambalo kwamba pia linarudi katika mada ambayo kwamba amezungumza ustadi, kwa sababu kama kwamba kuna uovu wa dhahiri ambao kwamba watu wanajua kwamba huyu mwalimu ni uovu kwamba haswali kabisa. Kuna baadhi ya magamani pia ambao kwamba walikuwa hawaswali jamaa msikitini. Kuna ile kwamba mwalimu haswali kabisa, lakini labda pengine haswali na sisi msikitini. Au labda pengine tunamwona mwalimu mtabangi, mfano Mungu asitupe walimu kama hao, labda pengine ni mlevi au ni mwizi, au labda pengine anatembea na mabibi za watu. Sidhani kama kuna walimu kama hao katika walimu tulionao, lakini kama itatokea kwamba yeye ni mwovu, kwa sababu mwalimu anatakiwa kuwa role model wa hawa ambao kwamba anawaongoza. Yaani kwa mfano mwanafunzi akiswali nyuma, mwalimu anatakiwa awe mbele. Mwalimu mwovu inakuwa kwamba ni hatari,
na katika vitu ambavyo kwamba yamekuja kuwa ni hadithi dhaifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inni ghaibu dajjali akhwafu ilaykum, mimi kuna mtu ambaye kwamba namuogopea zaidi kwenu mimi kuliko hata huyo Dajjali. Nafikiria Dajjali tunamjua sasa, amefundishwa Dajjali sasa anasema kwamba huyu namuogopea zaidi. Mtume akaulizwa ni nani huyo, akasema kwamba huyo ni mwalimu ambaye kwamba ni hatari, kwa sababu kabla ya kuathiri mtu kwa maneno yake anatakiwa kuathiri kwanza kwa moyo wake. Lakini kitu muhimu ni kwamba tunatakiwa kuhakikisha ikiwa kwamba huyu atakuwa na hizi tabia, labda pengine kuna kitu ambacho kwamba unakihitajia kutaka kujua, si vibaya kumuuliza, lakini haitakiwi mwalimu kwa hivyo. Sasa je, wewe ni haramu kwenda kusoma kwake? Si haramu. Kuna ule kwamba je, ni haramu kwenda kusoma au si haramu, lakini mara nyingi kwamba mioyo zina kawaida ya kwamba kumchukia mtu ambaye kwamba anakuwa na tabia, anaamrisha kwa mdomo, halafu vitendo vyake vinapiga yale maneno yake. Kwa mtu kama huyu inakuwa kidogo ni mtihani sana kuchukua elimu kwake, lakini sio kwamba ni haramu. Sawa? Kama kwa mfano nataka kujua kuhusu swala, yeye anajua swala, unaweza kwenda kumwambia nifundishe swala, hata kama yeye swala, lakini swala sahihi hilo unaweza kusoma. Unataka kujua kuhusu somo, kuhusiana na funga, unataka kujua kuhusiana na jambo fulani, unaweza kwenda kusoma kwake. Lakini sasa ile kwamba yeye awekwe ndio kiongozi katika jamii, au labda pengine huyu ndio mtu ambaye kwamba anatuongoza katika jamii yake, hapo sasa ndio kutakuwa kuna shida. Sawa? Umeelewa? Yaani kwamba ile unataka kwenda kusoma, unaweza kwenda kusoma. Lakini sisi tukisema kwamba huyu ndio tumweke kiongozi, basi hata jamii inaweza ipotea. Kwa sababu inaweza kukuta kwamba Uislamu ndio huu, na sasa hivi kuna shida kubwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanafanya mambo kinyume na Uislamu, na kuna wengine ambao kwamba labda pengine wanataka kuingia katika Uislamu, lakini kwa sababu wamemuona Uislamu anafanya jambo ambalo kwamba sio zuri, anaona kama Uislamu ndio uko hivyo. Sasa kuna tofauti katika Uislamu na Uislamu. Na vile vile kwa huyu mwalimu kuna vitu viwili, labda pengine ana elimu lakini hana akhlaq, au tunaweza kusema hana akhlaqi au dini ambayo kwamba yeye amekuza. Tunaweza kwa labda amesoma elimu, kuna elimu ya dini, na ndio maana mmoja katika ulama nimesahau ameandika kitabu anasema ajitu, na wanaajabu kwa mtu ambaye kwamba ana elimu katika ulimi lakini moyo wake hauna elimu. Yaani mtu ambaye kwamba elimu anayo lakini hafuati, lengo la kusoma ni kufuata. Na ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna mtu ambaye kwamba siku ya Kiyama atakwenda motoni, aonekane kwamba anapiga makelele, zile matumbo zake zinatoka zinaenea motoni. Ulivyo shida ni nini? Wewe sio unaona unaamrisha mazuri, aseme kwamba naam, nilikuwa mimi, lakini nilikuwa naamrisha mambo ambayo kwamba sifai. Kwa hiyo kwa hali kama hii, wewe unataka kujua kitu, unaweza kujifunza kile ambacho kwamba si unajua kwamba hili halifai, analofanya. Kama haswali, unajua kwamba kuacha swala ni haramu, lakini haswali sawa, lakini wewe hujui swala na unataka kuswali, na huyu ndio ambaye kwamba yuko kufundisha. Ikiwa kuna mwingine, basi ni mwingine, kwa sababu mara nyingi ukikaa na mtu mwovu unaweza ukaathirika pia naye. Unajua kawaida ya sisi watu tulivyo, mtu unaweza kujifunze kitu, kwa mfano kama maasi, unaweza kuwa ni mtu ambaye kwamba ni msafi kabisa, lakini labda pengine ukiwa una tabia ya kuangalia sana maasi. Kwa nini tunakataza kuangalia filamu ambazo kwamba ni chafu, kuangalia maasi? Tunaelewa sehemu kama hizi kulelewa nyoyo zetu, kwa sababu ya kwamba tuepukane na kukaa na watu ambao kwamba sio wazuri. Ukikaa na mtu mbaya, mara nyingi unaathirika, una tabia ya kuathirika, halafu mpaka inafikia wakati ile analofanya na wewe ndio la kawaida. Ndio kama nilizungumza sasa, kwa nini kuna mtu anafikia kuvuta bangi? Bangi anaanza kuona ni kitu cha kawaida, labda pengine ataanza na sigara, au labda pengine bangi ataosha au ni kawaida, halafu anavuta tu pesa. Kama sisi kuna wakati mwingine tunakutana na watu barabarani, mtu analewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutangamana au kuishi na mtu ambaye kwamba ana tabia nzuri.
Kwa vile huku kusoma kwake kidogo kuna shida, isipokuwa ukiwa ni dharura sana. Lakini kama tuna mtu mwingine ambaye kwamba tunamjua kwamba huyu ni swali ni mtu mwema, basi ni bora tumekwake, kwa sababu tutaathirika naye kwa maneno yake na vitendo vyake. Yaani kuna mtu ambaye kwamba akionekana, kuna mtu ambaye kwamba ukimwona unamkumbuka Mungu, kuna mtu ambaye kwamba ukimwona unamkumbuka shetani. Sasa huyo kumkumbuka shetani bora tuache naye. Sawa? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kuna swali moja pale ya mwisho. Tunapojua wasia, mtu anataka wasia mtu mali. Sasa wale walikuwa kwa nje ya ndoa. Na kule baba ambaye mzaa anaandika wasia ndio mtu ambaye amezaa. Je, hiyo wasia tunachukua kama haina sio kwa hiyo? Mashaallah. Tuleta katika fani kubwa. Ni swali zuri ambalo kwamba pia linahitajia, kwa sababu katika haki za mali, ile mali ambayo kwamba anaiacha maiti, kuna haki ambazo kwamba takriban 5. Sawa? Kuna haki ya Mwenyezi Mungu kama zaka. Sawa? Kama alikuwa hajatoa zaka kabla ya kurithi. Unajua sasa hivi mtu akifa tunakimbilia kurithi. Mtu amefariki leo hapo kwanza mali hawajui kwamba ametoa zaka, hajatoa zaka, hayo hayawahusu. Baba ameenda hija, hajaenda hija, hayawahusu. Baba ana madeni, hana madeni, hayo hayawahusu. Kwa hiyo kabla ya kurithi, kitu cha kwanza kuna haki za Mwenyezi Mungu, ikiwemo kitu cha kwanza ni ile kwamba kama hajaenda hija anafaa itolewe mali katika mali yake, watu waende hija kama ana pesa za kwenda hija na hajaenda, au alikuwa anadaiwa zaka, inafaa itolewe kwa sababu hizo ni haki za watu. Ana madeni yatolewe. Na pia katika kitu ambacho kwamba pia kinatolewa ni hiyo wasia. Wasia ambaye kwamba hafai kupewa ni urithi, la wasia taliwahi. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba haifai kurithi yule kuwekewa wasia yule ambaye kwamba anarithi. Ama huyo ambaye kwamba harithi yoyote anaweza kuweka wasia. Sawa? Ikiwa kwa mfano kama hivyo ni mtoto wa nje ya ndoa, sawa, anaweza kwa sababu huyu si katika warithi, na yeye anaweza kumwekea wasia yote, ikiwa ni huyu ni mwingine yote, kitu fulani, na lazima ipitishwe. Maana shadidi kwa husni kubwa ni kwamba sasa hivi hivyo ndio vitu ambavyo kwamba watu wanakuangalia. Tukishapata mali, mzee amefariki, tena kwa sasa hivi hatari ndio kubwa, wakati mwingine hata huyo mtoto anaweza kumweka baba yake ili apate. Sasa huyo kwamba au alikuwa anasubiria baba yake afe ili apate. Tumeshapambana na kadhia kama hizo kubwa, lakini kulingana na muda hauturuhusu kuzungumzia yote, lakini kifupi ni kwamba mtu mwenye kitu chake anafaa kuhusia kitu chochote kumpatia mtu yoyote. Sawa? Ikiwa si katika warithi wake. Kwa hiyo huyo anafaa bila shaka. Sawa. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.